Ndani ya ukumbi mpana wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, mwanga mkali wa taa ulipogonga jukwaa, hakukuwa na sauti nyingine iliyojaa uzito na ukakamavu kama ile ya balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa, Amir Saidi Iravani. Kwa akili tulivu na tabia ya kujiamini, alisimama wima, mabega yamejaa msimamo wa taifa lililozoea mawingu ya vikwazo, vitisho na misukosuko ya kimataifa, kwani hotuba yake haikuwa taarifa tu, bali ilikuwa tamko, onyo na kiapo cha taifa kilichokubali kunyenyekea. Teherani kamwe haitasalimu kwa vitisho, alisikika akisema. Iravani alichonga maneno hayo kama upanga wa maneno, akikata kimya cha ukumbi wa kimataifa. Alikumbusha wakubwa wa dunia kwamba taifa lake halijengwi juu ya woga, bali juu ya historia ndefu ya mapambano, ustaarabu na kujitegemea. Alifungua ukurasa mchungu wa Juni 2025, siku ambazo mashambulizi ya Israeli yakisaidiwa na Marekani yalivurumisha dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran ambavyo kwa mujibu wake vilikuwa chini ya uangalizi kamili wa IAEA, huku kwa sauti iliyotetemesha mihimili ya siasa za kimataifa. Iravani alitaja mashambulizi hayo kuwa kitendo cha jinai kilichopangwa kisiasa, kikatili na kinachokiuka kila kipande cha sheria ya kimataifa. Alisema maelfu waliuawa na kujeruhiwa, wanasayansi, wahandisi na familia zao walipoteza maisha. Miundombinu muhimu iligeuzwa majivu, lakini hata hayo, alisema, hayakutosha kuifanya Irani ikwame au iachane na haki zake. Iravani aliendelea kwa kukazia kwamba Marekani tarehe 22 Juni iliungana na Israeli katika mashambulio maeneo mengine yaliyothibitishwa kuwa chini ya uangalizi wa kiusalama wa kimataifa. Kwa mujibu wake, hatua hizo zilikuwa dhihaka kali kwa UN Charter, IAEA Statute na azimio la Baraza la Usalama namba 487. Kwa sheria gani mnasema msizuiliwe lakini Irani izuiliwe? Kwa uhalali upi mnajipa kibali cha kutoa hukumu za moto dhidi ya wale mnaowaona hawaendani na matakwa yenu? Aliuliza kwa ukali. Ukumbi ukanyamaza. Hakuna aliyethubutu kusindikiza au kumpinga, kwani maneno yake yalikuwa kama mlipuko usioonekana, yakienea pole pole na kuumiza masikio ya wale alioashiria. Kama mwandishi wa vita anayechora uhalisia kwa wino wa hasira, Iravani aligeukia IAEA, kwani alishutumu kwa kukosa ujasiri wa kukemea mashambulizi. Licha ya msimamo wake wa miaka mingi kuwa vituo vya nyuklia havipaswi kushambuliwa kamwe kwa sababu ya hatari zake za kimataifa, alisema, ukimya huo ni sawa na ushirika. Unadhoofisha mamlaka ya shirika, unaharibu heshima yake na unachochea ukosefu wa imani duniani. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, balozi huyo alidhoofisha hoja ya nchi za Magharibi ambazo zinaizuia mataifa yanayoendelea kupata teknolojia ya nyuklia kwa matumizi ya amani, huku zikiendelea kulilinda na kulifadhili jeshi taifa alilolieleza kama mmiliki pekee wa silaha za nyuklia katika eneo, asiye mwanachama wa NPT, Israel. Kwa lugha ya kishujaa na bila kulainisha, aliongeza, hakuna taifa litakalonyimwa haki yake ya kimsingi kwa sababu tu halifuati matakwa ya kisiasa ya wachache. Akitumia nguvu ya hoja, Iravani alieleza kwamba licha ya mashambulizi, vikwazo, mauaji ya wanasayansi na miaka ya mashinikizo ya kiuchumi, Irani imeendelea kuheshimu makubaliano ya kimataifa, huku akibainisha kuwa mfumo wa sasa wa uangalizi hauna utaratibu wa kulinda vituo vya nyuklia wakati wa vita. Hivyo dunia inahitaji mfumo mpya, madhubuti na wenye haki kwa wote. Akiwa mkali kuliko wakati mwingine wowote, Iravani alikataa kwa ukali jaribio la E3 kuanzisha tena vikwazo kupitia snapback mechanism, akisema hawana uwezo wa kisheria,
baada ya wao wenyewe kukosa kutekeleza makubaliano ya JCPOA. Kisha akamaliza kwa msisitizo. Azimio la 2231 lilimalizika tarehe 18 Oktoba 2025. Historia haitarudi nyuma. Mwisho wa kumnukuu. Katika siku ambayo dunia ilisikiliza kwa makini, Irani kupitia kwa Irvani ilitoa ujumbe mmoja ulio wazi kuliko mingine yote, kwani vitisho havitatikisa msingi wa nchi iliyojifunza kupigana kwa karne nyingi. Shinikizo halitasababisha kusalimu amri na haki zao hazitatolewa kwa bei ya hofu. Hii ndiyo Teherani ya leo, taifa linalovumilia upepo wa shinikizo, lakini halikubali kunyolewa nywele, bali ni nchi inayodai heshima, inalilia usawa na inapigania haki yake katika dunia ambayo nguvu za upande mmoja zinajaribu kuamua hatima ya wote.